Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Wote tunakumbuka kwamba moja ya jambo ambalo ulilipata kama kilio wakati wa kampeni na maelekezo ya ilani ni kuhusu migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi imetamalaki katika nchi hii, na moja ya kazi ulionipatia mimi ni kuhakikisha kwamba lazima hawa Watanzania waweze kufanya kazi kwa furaha, na ili waweze kufanya kazi kwa furaha lazima tuondolee huu mzigo wa migogoro ya ardhi. Lakini migogoro ya ardhi hii ilikuwa ina sura ya mijini na vijijini. Sisi tunajua kabla yako wako watu ambao walikuwa wanavunja sheria za ardhi mijini na vijijini. Watu walijenga mijini bila vibali, bila kufuata utaratibu. Ulipoingia wewe, jambo hili umeligeuza na umelifanya kinyume chake. Zamani tulizoea wanaovunja sheria hizi kwa kufanya makusudi wanavunjiwa nyumba zao. Umeelekeza kwamba hakuna mwananchi mjini aliyejenga eti bila kibali kuvunjiwa nyumba yake, badala yake warasimishwe makazi yao, wapewe hati kama Watanzania wengine. Hilo jambo linaendelea vizuri, na hivi sasa tumeshatoa hati kwa watu ambao hawakustahili. Siku za nyuma hati zaidi ya 50,000 zimetolewa kwa wale watu ambao walijenga bila vibali katika maeneo yasiyopangwa. La pili, wako watu waliitwa wavamizi katika maeneo ya vijiji, maeneo ambayo yamehifadhiwa na serikali, maeneo ya misitu na maeneo ya hifadhi ya wanyama. Hawa watu walikuwa wamevamia na wamejenga na wamewekewa na vijiji. Miezi michache iliyopita uliunda kamati ya mawaziri, ukasema tukaangalie vijiji ambavyo wewe ulipata kwa taarifa zako ni vijiji 366. Lakini ulipotutuma mawaziri 8, tulipofanya upekuzi wa kina, tuligundua hawa wanaoitwa wavamizi kumbe wako kwenye vijiji 975 nchi hii. Baada ya kukushauri kwenye baraza la mawaziri, hivi ndivyo ulivyoamua kwamba kati ya vijiji 975, vijiji 920 vilivyopo katika hifadhi mbalimbali vibaki katika maeneo yao. Kati ya vijiji hivyo 920, nafurahi kusema mkoa wa Katavi una vijiji 60, nao walikuwa wanaishi kwa mashaka makubwa. Sasa vijiji 60 ndani ya mkoa huu, Mheshimiwa Rais huyu aliyekaa hapa anawatangazia wananchi wa vijiji hivyo wa mkoa wa Katavi kwamba nyinyi mtabaki katika vijiji hivyo, na ameelekeza serikali tuje tuwapimie hayo maeneo, tupange matumizi bora ya ardhi, msajiliwe na mfanye uchaguzi katika maeneo hayo. CCM hoye! Magufuli hoye! Lakini kwa Watanzania wote wajue, yanayotokea Katavi leo ameagiza yatokee kwa vijiji vyote 920 ambavyo vimegusa Tanzania nzima, na taarifa hizi zitasomwa kwenu kila mkoa, kwa sababu tutawapa wakuu wa mikoa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa leo tuko Katavi. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, naomba niwatoe hofu wana Katavi, nivitaje hivi vijiji ambavyo wewe umewasamehe. Zamani wangechomewa nyumba, wangefurumushwa, wangevunjiwa, wangeondoka, na walishawahi kuondoka wengine. Lakini wewe umewasamehe kwa huruma yako kwamba hawa ni Watanzania, walikupigia kura, warudi. Hata wale ambao wamechomewa nyumba zao warudi kwenye makazi yale, na sisi tuwatambue. Katavi oye! Sasa hao ni kama wafuatao. Kwanza, halmashauri ya manispaa ya Mpanda ina mitaa 8 na vijiji 4. Halmashauri ya wilaya ya Nsimbo ina vijiji 17. Nataka nivisome kwa haraka haraka, naomba MC univumilie. Wilaya ya Mpanda, kata ya Semulwa, kuna kijiji cha Shankala. Lakini wilaya ya Mpanda kuna kijiji au mtaa unaitwa mtaa wa Mnazi Mmoja. Huu nao ulikuwa kwenye hifadhi kama hamjui watu wa mjini.
mtaa wa Shanwe na Kivukoni, mtaa wa Msufini, mtaa wa Kazima na Kapalangao, mtaa wa Kawajense, mtaa wa Msemulia. Hii ni Mpanda manispaa ya kwenu. Iko mitaa hamkujua, lakini mmevamia, ilikuwa bado na tangazo la hifadhi. Mpanda Sengamila na Mpanda mtaa wa Manga, mtaa wa Kasokola, mtaa wa Milala, mtaa wa Kigamboni. Hii ni mitaa 8 ambayo Mheshimiwa Rais umeahidi kwamba hawa Watanzania wasio na hofu tena, waendelee kuishi kwa raha mstarehe. Hakuna wa kuwaondoa. Mwenye nchi Amiri Jeshi Mkuu amesema mtabaki hapo. Wilaya ya Nsimbo, vijiji vifuatavyo vinabaki, waendelee kuishi hapo. Wale chakula hapo watapimiwa, wataishi na kujenga na kufanya kazi za ufugaji na kilimo. Kijiji cha Isinde, kijiji cha Mtapenda, kijiji cha Mnyamasi, kijiji cha Kasisi, hii ni halmashauri ya Nsimbo hii, kijiji cha Katambike, kijiji cha Kambuzi Hati, kijiji cha Katumba, kijiji cha Uruwira, kijiji cha Ikondamoyo, kijiji cha Stalike, kijiji cha Igongwe, kijiji cha Matandalani, kijiji cha Mtisi, kijiji cha Inteka A, kijiji cha Muungano, kijiji cha Isanganjugu, kijiji cha Mwenge. Hivi ni vijiji 17 vya jimbo la Nsimbo, halmashauri ya wilaya Nsimbo. Mulikuwa mna kero kubwa sana, hata Mheshimiwa Rais mmekuwa mnamwandikia. Sasa anasema mtabaki hapo hapo, sio wavamizi tena, ila mtamiliki ardhi hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Mpanda, yani Mpanda District Council, kijiji cha Vikonge, kijiji cha Igagala, kijiji cha Majalila, kijiji cha Kabage, kijiji cha Nkungwi, kijiji cha Sibeswa, kijiji cha Kasekese, kijiji cha Kaseganyama, kijiji cha Lwega, kijiji cha Kashishi, kijiji cha Kabage, kijiji cha Vitonge. Mpanda District Council, vijiji 12. Watu waliokuwa na hofu katika vijiji hivyo waondoe hofu, waendelee na kazi zao. Hii ni huruma ya Dr. John Pombe Magufuli. Halmashauri ya Mlele ni vijiji 12 na Mpimbwe vijiji 7 kama ifuatavyo. Mlele halmashauri, vijiji vya Masigo, vijiji vya Itwaga Mazwe, vijiji vya Utende, Kamalampaka, Mapipi, Ilunde, Isegenezia, Mgombe, Mtakuja, Nsekwa, Wacha Waseme, Kaulolo. Hivi ni vijiji 12 vya halmashauri ya wilaya ya Mlele. Najua na wabunge mnajua. Sasa Mheshimiwa Magufuli amewapeni ahueni ya kudumu. Wilaya ya halmashauri ya Mpimbwe, kijiji cha Usevya, Ukingwaminzi, Ikuba, eneo la Jiwe Shamba, Mamba, Chamalendi na Luchima. Hivi ni vijiji 60 kati ya vijiji 975 ambavyo vilimlilia Mheshimiwa Magufuli viko kwenye hifadhi. Vijiji 920 nchi nzima vitabaki katika maeneo yale, na vijiji 55 ametuagiza sisi tuliokuwa tunafanya kazi hii tuendelee kuvifanyia kazi. Maeneo haya yatapangwa na kupimwa kuweka matumizi bora ya ardhi ili wanaofanya shughuli zao za kilimo na mifugo waweze kufanya jambo hilo. Maana yake ni nini? Kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais amefuta mapori tengefu 12 yaliyokuwa yanahifadhiwa yenye ekari 707,659.94. Lakini kwa kufanya hivyo, maana yake amefuta misitu, hifadhi za 7 za misitu zenye ekari 46,715 nchi nzima. Lakini pia
serikali kwa uamuzi huu, Mheshimiwa Rais ameridhia na ameagiza litendeke. Serikali itamega hifadhi nyingine 14 za misitu na mashamba 16 yasiyoendelezwa kwa ajili shughuli mbalimbali za kilimo na mifugo kwa raia wake. Vijiji 55 vilivyobaki vitaendelea kuangaliwa, lakini tunajua kwamba wako watu waliokuwa kwenye hifadhi zilichukuliwa mita 500 kama buffer zone, zikawa kama buffer zone ya hifadhi, lakini hii ardhi ilikuwa kwenye hifadhi za vijiji. Ameagiza nchi nzima buffer zone iliyokuwa imechukuliwa na mahifadhi haya kwa ajili ya buffer zone irudi kwenye ardhi ya vijiji. Kwa hiyo wale wote wanaoishi katika buffer zone zile zinarudi kwenye himaya ya vijiji, na kama hifadhi watataka buffer zone basi watenge ndani ya maeneo yao. Lakini pia hakuishia hapo, anajua wako wananchi hata Mpanda hapa kuna mgogoro wa viwanja zaidi ya 285. Mnaambiwa hapa kuna bonde, sijui kuna bonde hapa, watu wasijenge pale mita 500 wasiishi, lakini wale watu wamepimiwa viwanja kabla bonde lenyewe halijasajiliwa 2006. Sasa Mheshimiwa Rais anajua mkanganyiko wa sheria mita 60 na mita 500. Ameagiza ofisi ya makamu wa rais ikamilishe mwongozo utakaoainisha na kuondoa kero na mkanganyiko juu ya mita 60 na mita 500. Kwa hiyo na nyie Mpanda msubiri huo mwongozo, vile viwanja vyenu na shughuli zenu pale mtapona. Hamwezi kukaa nje ya bwawa lile lililotengenezwa na binadamu nje ya mita 500. Kwanza sio chanzo cha maji. Lakini mwisho ameagiza wizara zote zinazosimamia ardhi hizi ziweke alama za kudumu ili haya yasitokee baadaye, wananchi waweze kuogopa. La pili, kulikuwa na kero ya muundo, kwamba tunajua wananchi wanahitaji kumilikishwa ardhi zao ili ziwe salama na waweze kukopesheka kwa ardhi zao. Muundo uliopo sasa ni kwamba watu wa Mpanda, ili upate mchoro wa mipango miji uliokamilika lazima upeleke Tabora uidhinishwe. Ukipima mchoro uende Tabora kwenye kanda uidhinishwe. Hati ya maskini wa Mpanda lazima akaichukulie Tabora. Rais ameagiza, aliniagiza Morogoro ni wape kanda maalumu wafanye kila kitu. Michoro ipitishwe mkoani, hati zitolewe mkoani, na masijala ya hati ibaki hapa. Hivi sasa ninavyozungumza Tabora nimegundua kuna hati 300 za maskini wa Mpanda. Hamuwezi kwenda kule kwa nauli zenu, kesho mtapewa hapa. Lakini kuanzia mwezi wa kwanza, kwa agizo alilonipa Morogoro Mheshimiwa Rais, nitafungua ofisi za mikoa za ardhi kote, kwa sababu watumishi amenipa wa kutosha. Nataka masijala za ardhi za hati zote zitolewe kwenye makao makuu ya mkoa, sio kwenye kanda ya mikoa mitatu. Nataka michoro yote, maafisa mipango miji mnapewa posho na halmashauri kwenda mikoa mitatu kupitisha, itapitishwa hapa mikoani. Survey plan zote zitapitishwa hapa, na hati zenu zote zilizoko Tabora ambalo ni dhamana ya wananchi wa mkoa wa Katavi, ziko kama 2000, zitarudi na tutajenga masijala hapa. Namshukuru sana mkuu wa mkoa Homera, ameshanipa vyumba vya kutosha kwa kuanzisha kazi hiyo, na kwamba sasa kero ya kimfumo, wananchi mlikuwa mnapata tabu maskini kwenda kuchukua hati mbali. Mheshimiwa Rais amenipa nguvu, ananiambia nikomeshe. Yeye amekomesha migogoro hii mikubwa, lakini kero ya muundo, kuanzia mwezi wa kwanza kila mkoa hati mwananchi atachukulia pale. Michoro yote ya mipango miji itaidhinishwa hapo, michoro yote ya survey itaidhinishwa hapo, na masijala za hati zitakuwa hapo. Hakuna benki kumortgage hati alafu ikakae mkoa wa tatu. CCM oye! Na vifaa vya upimaji nimepewa pesa na Mheshimiwa Rais, nimeshanunua vya kutosha. Kila mkoa tutaleta vifaa vya upimaji kwenye ofisi hizo, ili halmashauri msiendelee kukodi vifaa vya watu binafsi. Najua mnatumia 2.5 kwa siku kukodi kifaa kimoja. Mtapata vifaa vya kutosha kwenye ofisi za mkoa, mtapima maeneo yenu na hamtalipa shilingi katika vifaa hivyo. Magufuli hoye! Katavi hoye! Mungu ambariki sana Mheshimiwa Magufuli kwa huruma yake hii ambayo sisi wengine hatunayo. Sisi wengine sijui kama tungefanya haya, lakini mimi namshukuru sana kwa huruma aliyonayo kugeuza yaliyozoeleka na kuanzisha uzoefu mpya. Watu badala ya kuchukuliwa hatua, kuvunjiwa, kuondolewa kwenye maeneo waliozoea,
Sasa leo anatamka kwamba maeneo hayo ni mali yenu. Watu wa Katavi, kwa niaba ya Watanzania wengine, maana nyinyi ndio mara ya kwanza leo, kwa sababu ni ziara yake ya mwisho, anasema nyinyi ndio angalau mmepewa siri hii na kutamkiwa na vijiji vyenu. Kwa hiyo mna kila sababu ya kufurahi. Asanteni sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.